ni mgogoro. Kwa hiyo kama Mheshimiwa Chalamila anataka kuanza, anza nao kamishna wa ardhi, muulize kwa nini hati imebadilishwa kwenda kwa wasimamizi wa mirathi. Hiyo mirathi iko mahakama gani? Kwa nini hati ilishawekwa kwenye jina la Neema na Suzana Afrika ikabadilishwa tena ikarudishwa kwenye majina ya wasimamizi wa mirathi? Lakini hata tukisema basi Ali Rubea ni mpangaji, tuseme iwe hivyo basi. Kamuulizeni Ali Rubea aliwahi kumlipa nani hela ya upangaji, hela ya kodi? Hajawahi kulipa popote. Kwa hiyo ni mtu kaingia kibabe, anatumia hela alizonazo, sio anazitoaga wapi, kudhulumu haki za watu mchana kweupe. Huyu mtu amekuja hapa analia, nisaidie, nisaidie wakili, nisaidie. Kuna kesi iliwahi kufunguliwa, kesi ya jinai iliwahi kufunguliwa pale mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, kwamba msimamizi wa mirathi aliyekuwa msimamizi, na mwita aliyekuwa kwa sababu mirathi ilishafungwa, Rose Ernest Mashimba aligushi nyaraka za mauziano ya nyumba kutoka kwake kwenda kwa Ali Rubea. Lakini mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ikaja kusema hakuna hati yote iliyogushiwa na huyu Rose, hakuna. Na Ali Rubea hajawahi kuwa mmiliki wa ile nyumba, wala hajawahi kununua hiyo nyumba kama ambavyo anawaaminisha watu. Kwa hiyo kinachotakiwa kufanyika na mamlaka za serikali zisaidie hili. Ali Rubea hawezi kupangishwa nyumba na msimamizi wa mirathi wakati msimamizi wa mirathi sio mmiliki wa nyumba. Ukomo wa huo mkataba wao huo, na utaona ulikuwa na nia njema kabisa, ulikuwa hauna nia njema huo mkataba wao wa upangaji. Usimamizi wa mirathi ni miezi 6 kwa mujibu wa sheria. Yaani ukiteuliwa leo uende ukasimamia mirathi ya marehemu fulani, muda wa kusimamia hizo mali ni miezi 6. Sasa msimamizi unawezaje kwenda kusaini mkataba wa miaka 99 kwa mali ambayo sio yako? CCM kwenye ilani yao ya uchaguzi mwaka huu, uchaguzi wa mwaka jana 2025, samahani, walikuja na kauli mbiu inasema kazi na utu. Na ndiyo hiyo kauli iliyofanya CCM iaminiwe na wananchi kama ambavyo wao wanasema, wakachaguliwa kwa 97%. Kazi na utu. Hakuwezi kuwa kuna utu kwenye hii nchi kama kuna baadhi ya matajiri wa fulani wanaotaka kukandamiza haki za watu. Kwa hiyo hata CCM waangalie, kama wanasema wao ndio wenye serikali, wenye dhamana ya kuunda serikali na wameshaunda serikali, pale kamishna wa ardhi na msajili wa hati wamepanga kulihujumu CCM na Rais Samia, waonekane ni waongo, wanahubiri utu, kumbe hamna utu wowote. Sasa binti kama huyu asiposoma si ataishia kuwa muuni tu. Lakini kwa nini akose haki ya kusoma? Kwa sababu tunataka kujipendekeza kwa matajiri wachache ambao sio waaminifu? Hapana. Sisi tunataka kama watetezi wa haki za watu, Neema na Suzana wapewe nyumba ya baba yao, na kama ameivunja ailipe hiyo nyumba, kwa sababu serikali ilimuuzia marehemu Mashimba nyumba. Yeye kama mpangaji ama kwa makubaliano yote aliyakuwa na haki ya kuvunja nyumba ambayo sio yake. Kwa hiyo sisi hatutakubali kama watetezi kuona hata kama anatoka kesho Ali Alfani Rubea eti anawakabidhi kiwanja cheupe wakati aliingia alikuta kuna nyumba pale. Kama kuna mtu alikubaliana naye aende akamdai huko. Kama kuna mtu alikubaliana naye kwamba yeye atakuwa mpangaji, akamtafutia huyo mtu huko sehemu nyingine, lakini aondoke kwenye nyumba ya watu ambao tayari mahakama ilishathibitisha kwamba wanaopaswa kurithi nyumba ile ni Neema na Suzana Mashimba. Lakini nimkumbushe pia huyo kamishna na msajili wa hati, Mashimba alikuwa ni mtumishi wa serikali, tena pengine ni mkubwa kuliko hata huyo, akafa.
kaacha watoto. Mimi na wewe na mtu mwingine yoyote hapa tutakufa, tutaacha watoto. Tusiwafanyie watoto wa wenzetu kile ambacho hatupaswi sisi hatupendi sisi watoto wetu wafanyiwe. Ukamishna una muda tu. Hata ukipewa hela utakula leo, kesho zitaisha. Na hatupewi nafasi za umma kwa ajili ya kuumiza wengine, kwa ajili ya kujinufaisha isivyo halali. Huu ni uzembe umefanywa na ofisi ya kamishna Dar es Salaam. Ni uzembe wa wazi. Na sisi hatuendi mahakamani kwa sababu hatutaki kuingia kwenye huo mtego, kutengeneza mgogoro alafu waende wakashindie mahakamani kwamba wao ni wamiliki wa lile eneo, yule alilibea. Yeye atoke pale. Atoke kwa sababu wenye mali ni hao hapa. Na nitashangaa sana kama CCM hawatalishughulikia hili swala kwa namna wanavyojua wao kisiasa, kwa sababu wao ndo kazi na utu. Nitashangaa sana kama Mheshimiwa Rais Samia ambaye asema yeye ni mtetezi wa wanyonge atawaacha hao watoto yatima wa mtumishi mwandamizi wa umma wateseke namna hii kwa ajili ya alilubea. Nitashangaa mno. Na ili kuthibitisha kwamba hichi kiwanja kilishawahi kumilikiwa na Suzana na Neema kama warithi halali, waliwahi kulipa kodi, kapewa na stakabadhi iliyotoka kwa jina lao. Stakabadhi hii hapa. Ndio maana nasema TAKUKURU wakienda kumkamata yule kamishna wa ardhi sasa hivi, wakamkamata na yule msajili msaidizi wa hati, wakamuuliza ilikuwaje, akaenda akabadilisha tena jina kutoka kwa Neema na Suzana akarudisha kwa wasimamizi wa mirathi ambayo haipo, watagundua pale kuna rushwa. Na rushwa zipo za aina nyingi. Hata uzembe kama huu ni rushwa. Uzembe. Rushwa sio mpaka ukamatwe umepewa hela mkononi. Hata uzembe kama huu. Yaani kiwanja sio cha kamishna, kiwanja ni cha Neema na Suzana. Wao wanaanzaje kubadilisha wakati wenyewe hawajui? Hawajauza wala hawajataka kubadilisha. Sasa kama ambavyo nimesema, hili jambo sio mapenzi ya Mungu, ni mapenzi ya kamishna na msajili msaidizi wa hati kuwafanya watoto wataabiki. Lakini serikali inaweza kabisa kumaliza hili swala, kwa sababu mtu mwenye kauli ya mwisho hapa, na huo mkataba anaosema yeye wa miaka 99 alioingia na wasimamizi wa mirathi, huu hapa mkataba huu miaka 99. Msimamizi wa mirathi sio mmiliki wa eneo na ana hizo nguvu za kisheria kuingia mkataba wa miaka 99 kwenye mali ya warithi. Kwa hiyo hapa ndugu yangu Ali Alfani Lubea aliingizwa chaka, alipigwa hapa. Hakuna mkataba wa miaka 99 kati ya msimamizi wa mirathi ya marehemu na mpangaji. Haupo huo mkataba wa hivi. Na nitashangaa kama kuna mtu yeyote yule mwenye akili zake timamu atakuja kuona kwamba huu ni mkataba halali ambao unampa nguvu za kisheria Ali Lubea endelee kukaa pale. Lakini vipi bwana Ali, wewe mbona unakaa hapa? Mimi hapa na mkataba bwana. Aliyekupangisha nani? Kanipangisha msimamizi wa mirathi. Yaani Ali yeye hataki kutambua kwamba kuna wamiliki tayari na mirathi ilishaisha. Hataki kutambua hilo. Yeye anatambua msimamizi wa mirathi. Na mirathi yenyewe ipo Ilala. Wakati nyumba ipo Kinondoni. Ndio maana nimesema ni kazi rahisi tu. Ismail Selemani ndugu yangu, mkurugenzi msaidizi wa operations za ndani za TAKUKURU. Kakamate yule jamaa pale leo saizi muulize. Majibu kama atakwambia, kama utaona kwamba kuna rushwa imetembea. Kwa hiyo sisi hataki jambo hili ligeuzwe kuwa mgogoro. Na tunategemea ndani ya siku 14 hawa watoto wao wameshapata haki yao. Ali Lubea kama yeye kuna mtu aliingia naye dili, akamtafute huyo mtu huko mtaani. Lakini sio kunyanyasa watoto wa watu wa kike hawa wadogo namna hiyo wanahangaika na sisi tuko tunaangalia tu hapa. Tutapambana usiku na mchana, kwenye jua na kwenye mvua kuhakikisha hiyo haki ya watoto inarudi.
Si hatuogopi kitu. Yaani sisi hapa tulipo hapa huwa hatuogopi kitu chochote. Hatuogopi chochote. Na huyo anayezani kwamba mimi namuogopa, yeye aje na hizo vita zake kama anaweza. Sisi tunataka haki za watu. Kama anataka kiwanja anunue. Hawafate wamiliki anunue. Lakini hawezi kuja hapa kutuambia kwamba anakaa pale kwa mgongo wa wasimamizi wa mirathi ambao hawapo. Kesi iko Kinondoni, nimewaambia ni na hukumu yake ambayo imefanya hiyo kesi ifikie tamati. Ninayo hapa na nitawapa nakala mkitaka mwende mkamuulize. Iya hukumu ya kumaliza mirathi Kinondoni. Yeah. Na kila mtu anajua mirathi ikishafungwa hakuna tena msimamizi wa mirathi. Sasa wewe nani kakupangisha? Na kwa taarifa yenu tu, baada ya ile hati kubadilishwa kuja umiliki kwa Neema na Suzana walimwandikia barua Alibea, na nakala ya barua hii ilinakiliwa kwa mamlaka zote, msajili msaidizi wa hati, kamishna wa ardhi, kumwambia bwana Alibea, sisi hatuna wewe mkataba na wewe kwenye nyumba yetu, toka. Walipoandika tu hii barua hao kwa Alibea, ndio kule hati ikaenda kubadilishwa jina, ikasomeka sasa hivi nyumba inamilikiwa na wasimamizi wa mirathi. Kwa mimi nafikiri kwa haya machache ambayo nimeyazungumza, na ninaamini kabisa Watanzania watakuwa wameshanielewa, na ninaamini kabisa mamlaka ambazo zinahusika na masuala haya ya haki za watu zitachukua hatua haraka iwezekanavyo, kwa sababu kuna kanuni ya kisheria inasema haki ambayo imecheleweshwa ni haki ambayo imenyimwa. Tangu marehemu Mashimba amefariki leo ni miaka 16. Usingetarajia miaka 16 watoto bado hawajapata haki yao, haki ambayo inaonekana kwa macho. Kwa hiyo Kamanda Murilo akiweza kumwambia yule operation officer wake waende pale wakamtoa yule mtu, kwa sababu wamiliki wa nyumba hawamjui anakaa pale kwa mgongo wa nani, na kama yeye kuna mtu aliko nyuma yake aende akapambane na huyo mtu, lakini hao wapewe nyumba yao. Na mimi ikifanyika hivyo, mimi sina mgogoro na mtu, tuko hapa kwa ajili ya kupigania haki za watu, na tumefanya hivyo kwa muda wote bila kumuogopa mtu, bila kumuonea au kumpendelea mtu yoyote. Kwa hiyo sisi tutatimiza wajibu wetu, tutaendelea kulipa ada za watoto shuleni, tutaendelea kuhakikisha maisha yao yote katika kipindi hiki ambacho bado hawajapata mali yao, bado hawajapata haki yao. Mimi Peter Madeleka nabeba hizo gharama, lakini siwezi kubeba hizo gharama wakati naona kabisa ninao uwezo wa kusaidia hatua zichukuliwe ili waweze kupata haki yao. Kwa hiyo wakati naendelea kuwasaidia maisha yao yaweze kwenda vizuri kama inavyotakiwa, huku tutahakikisha sasa kama kuna mtu kahusika kula rushwa anachukuliwa hatua. Kama kuna mtu anakaa kwenye mali ya mtu mwingine kimabavu kwa kutegemea sijui ana bonifaza gani, hao ni mambo ambayo mimi nasema tutahakikisha kwamba yanakoma. Baada ya kusema hayo, waandishi wa habari, labda kama kutakuwa kuna maswali machache, basi kwa ajili ya ufafanuzi nitakuwa niko tayari kwa ajili ya kusikiliza maswali. Lakini pia na Neema mwenyewe yuko hapa, anaweza akawa na maneno moja au mawili kwa ajili ya kuzungumza katika haya ambayo nimeshayazungumza. Asante. Kuna kitu ambacho nataka ufafanuzi. Ndio. Umesema nyumba imebomolewa. Yaani maana yake hiyo nyumba hamna nyumba au ilijengwa nyingine? Sasa hivi hakuna nyumba. Ni yadi. Kenda pale kiwanja namba 9 Usino Regent Estate. Utakuta kuna yadi. Na mamlaka ya kubomoa ile nyumba iliyokuwepo, sababu kwanza tunazungumza ni nyumba ilikuwa ni ya serikali. Marehemu kaishi mpaka amekufa akiwa kwenye hiyo nyumba. Alipokufa msimamizi wa mirathi ndio wakaenda kuingia mkataba na mtu anaitwa Ali Alfani Lubea wa upangaji wa miaka 99. Lakini kama ni upangaji wa miaka 99, anapata wapi haki ya kubomoa nyumba? Mamlaka halmashauri ya manispaa ya Kinondoni kupitia injinia wa manispaa aliwezaje kutoa kibali nyumba ibomolewe na mpangaji?
Ndio hayo maswali ambayo yanaacha mashaka kwamba kuna mazingira ya rushwa. Hiyo umesema hakujawahi kulipwa kodi, kwa hiyo anaishije pale? Hajawahi kulipa kodi kwa sababu gani? Kwanza hivi ninavyozungumza, mahakama ya mwanzo Kinondoni kupitia hukumu hii hapa ya mirathi ilishamaliza shauri la mirathi kwa maana ya kugawa zile mali za marehemu. Wamiliki tunavyozungumza kwenye nyumba hiyo wanapaswa kuwa ni Neema na Suzana, na walishakuwa wamiliki. Lakini huyu anayedai kwamba ni mpangaji alipangishwa na mtu ambaye leo hii sio mwenye nyumba, kwa hiyo hawezi kukaa kwenye nyumba ambayo hakupangishwa na mwenye nyumba. Sawa. Kodi anawalipa, hajamlipa mtu yote kodi, hata huyu aliyempangisha hajawahi kupokea hiyo kodi. Mimi kuna eneo kadhaa tunataka ufafanuzi. Nasema mwanzoni baada ya naweza kusema mwanzoni kule kama ngoro mvutano ule, baadaye msajili wa hati aliwakabidhi hawa hati, aliwalisha manake majina yao wenyewe rasmi. Neema pamoja na mwanzake walikabidhiwa hati. Lakini baada ya muda na walianza kulipia, na tayari kuna documents tunasoma walianza kulipia, maana yake kwenye mfumo rasmi kama wamiliki wa ile eneo. Tunasema baada ya muda wakastukia hati imebadilishwa tena, imeenda kwa mtu mwingine na mtu mwingine ameenda kulipia. Sasa kwa utaratibu na experience za masuala ya ardhi, inapohama hati kutoka kwa mtu mmoja kwenda eneo kwa mtu mwingine, ni lazima yule mmiliki wa awali ahusishwe, ajue anahusika kwenye hiyo process. Kama walikuwa na miliki na wakaanza kulipia, maana yake automatically hata kama kuna mikonga rushwa kama ulivyosema, lakini kuna kauli walipewa. Waliambiwa nini wakati, yani walijua wakati gani walifahamu kwamba hati imebadilishwa na ilikuwa kwenye mazingira gani, yani taarifa gani ambao walipewa wakati mabadiliko yanafanyika? Kwanza lazima ikumbukwe kwamba tangu mwaka 2011 mtu anayeitwa Ali Alfani Mbea aliingia kwenye lile eneo kama mpangaji, na aliingia kupitia mkataba aliofanya kati yake na waliokuwa wasimamizi wa mirathi. Mirathi hii imekuja kufungwa rasmi mwaka 2021 mahakama ya mwanzo Kinondoni, shauri la mirathi namba 425 la mwaka 2010. 2021 mirathi inafungwa. Mirathi inapofungwa maana yake warithi wanatajwa na wanakabidhiwa mali zao. Kwa hiyo walitajwa warithi wa hiyo nyumba ni Neema na Suzana. Lakini licha ya kutajwa kwenye hukumu ya mahakama, licha ya hati kubadilishwa na kusomeka wao, licha ya wao kuendelea kulipia mpaka mwaka 2023, yani kuanzia 21 mpaka 23, hawakuwahi kuingia pale. Bado Mbea ameendelea kukaa pale. Kwa hiyo hata hicho unachokisema kwamba mchakato wa kubadilisha kutoka kwa kina Neema na Suzana kurudi kwa wasimamizi wa mirathi, huo mchakato uliohusisha Neema na Suzana, huo mchakato haupo. Kwa sababu kwanza haiingia akilini, tayari mirathi imeshafungwa mwaka 2021. Unawezaje mwaka 2023 ukawa na hati inayosoma wamiliki ni wasimamizi wa mirathi? Nadhani nitakuwa nimeeleweka. Walijua wakati gani wao wamejua mwaka 2023 wakati ndio hati imebadilishwa sasa. Wakati bado wanaendelea kuna process ya kulipia. Kulipa. Wanaenda sasa mara mwisho kutaka kulipa. Hapo ndio kama walienda kulipa ndio wakaambiwa kwamba nyinyi sio wamiliki, wamiliki ni hawa hapa. Hawa ni kina nani? Hawa ni wamiliki, hawa ni wasimamizi wa mirathi. Mirathi gani sisi, mbona mirathi imeshaisha? Ndio wanagundua kuna mirathi mahakama ya Ilala kuhusu nyumba iliyopo Kinondoni. Hiyo tu peke yake kwanza ni kasoro. Hiyo peke yake. Yaani sasa hivi ukitoka kesho ukaenda pale hali ukauliza status ya hichi kiwanja, utakuta hati inasomeka wasimamizi wa mirathi hawa, na hiyo mirathi ni iko mahakama gani, utaambiwa iko Ilala. Kwa nini wamefanya hivyo makusudi? Kwa sababu mirathi ya yoyote ya nyumba iliyopo Kinondoni, mahakama yenye mamlaka kusikiliza mirathi hiyo ni mahakama za wilaya Kinondoni. Sasa wilaya Kinondoni tayari wenyewe wameshafunga mirathi tangu mwaka 2021. Wakifunga hawa tena hawabaki na sifa ya kuwa wasimamizi, kwa sababu hakuna kesi mahakamani, na yale mamlaka ya usimamizi yale wanayarudisha mahakamani. Ile barua ya uteuzi wanarudisha mahakamani, na barua ya uteuzi hii hapa walitolewa tarehe 14 mwezi wa 12 mwaka 2010 na mahakama ya mwanzo Kinondoni. Hii hapa barua ya uteuzi. Kwa hiyo hii barua, mirathi ikifungwa, hii barua inarudishwa mahakamani, kwa sababu hii barua ndio inawapa nguvu wasimamizi kufanya chochote kufanya kwa niaba ya marehemu. Kwa hiyo ukitaka kujua kwamba kamishna ni muongo na msajili wa hati Dar es Salaam ni muongo,
Nenda kwanza kamuulize, au unaosema ni wasimamizi wa mirathi namba ngapi hiyo kwenye mahakama gani? Kamuulize, takupa zina nyaraka na ni ya marehemu nani. Kwa sababu kama ni Mashimba alikuwa mmoja tu na nyumba ya Usino iko moja tu, ni kiwanja namba 9. Mahakama ni Kinondoni. Sasa hiyo wilaya inatokea, ndio unajua sasa ni wizi na uongo na utapeli na kila kitu umefanyika kuwaumiza hao. Na atakuwa tu mtu pekee ambaye hana ubinadamu anaweza akaliacha ili swala lipite. Ndio, kuna swali lingine au nyongeza? Bahati nzuri wewe ni wakili na lakini hapa umetoa kauli kwamba mtaki kwenda mahakamani kufanya hili. Sijui pamoja na mambo mengine, lakini njia gani ambayo pengine unaamini sahihi mtakayoweza kuitumia, kwa sababu pamoja na mambo mengine hata ukitafuta upande wa pili, maana yake wana sababu za msingi na wao wanahoja, na kama wanalipia kwenye mamlaka za serikali hicho kiwanja, maana yake wanatambulika kwa mujibu wa taratibu. Sasa na wewe hauna vyombo, hauna nini, yani kwa nini msifikiri kwenda mahakamani ni njia rahisi zaidi? Na kama mnasema ushahidi uko wazi, maana yake mahakama itakwenda kutafsiri na mwisho siku itawapa kila ambacho. Yaani kwa nini una preempt maamuzi ya mahakama hata kabla hamjafanya maamuzi ya kwenda huko? Hiyo swali langu la kwanza. Lakini la pili, umetaja kwamba mamlaka za serikali pengine zimeanza kufikiria namna ya kutatua hili jambo kwa vikao vya kawaida, na wamesema kwamba mkuu wa mkoa na nini, kwa sababu ni watu wako wa karibu, mkuu wa mkoa amemfikishia hii taarifa nyinyi na amewaita kwa ajili ya utatuzi huo ambao umesema, ama mnakupitia tamko hili ndio mnamtoa rai aingilie kati? Ni hayo. Cha kwanza, wewe uliposikiliza mazungumzo yangu, wewe unaona mgogoro gani kwenda mahakamani? Maana mahakamani huendi kutembea kama mpaka mnakutana, kuna mgogoro tayari. Nisikilize. Kama umenisikiliza kwa makini, yani haya mazungumzo yangu, unaona kuna mgogoro kwa sehemu gani? Kwa sababu kwanza hata hao wanaotajwa ni wasimamizi hao ni familia ya Mashimba, wala wao wana shida, na kwa sababu wao wanaotajwa ni wasimamizi, kwa mujibu wa hukumu hii ambayo imemaliza mirathi, kila mtu ana cha kwake. Shida iliyoko hapa, mtu anaitwa Ali Harfani Bea ambaye yuko nyuma, kwa sababu yeye kwenye hii mali hausiki. Sasa unaposema twende mahakamani, kufanyaje mahakamani? Mahakama ilishasema kiwanja ni cha huyu. Sasa mahakamani ndio kufanya nini? Ali ilishafikia hadi hatua ikabadilisha jina ikawapa hawa, kwa kuzingatia, kwa kuheshimu hukumu ya mahakama. Sasa mahakamani hatuendi kutembea picnic. Mahakama ina muda mchache sana, tena adhimu, wa kushughulikia watu wenye shida na migogoro ambayo ni halisi, sio hii ya kutengeneza ili watu wengine waje wapate mali kwa njia ya kuonea watu wengine. Hakuna mgogoro